Mungu amekutumia mama yangu hapo ulipo kuniombea. Mungu amekutumia we baba yangu hapo ulipo kuniinua. Umenisaidia kwa njia mbalimbali. Mungu amesema na wewe. Mungu alikuandaa kwa ajili yangu. Mungu aliandaa vijana kwa ajili yangu. Wapo watu mbalimbali. Kwa mfano, yupo binti mmoja ambaye nimtolee mfano. Huyu binti ambaye amenisurprise sana kwa muda mfupi. Yupo binti mmoja ambaye amekuwepo kwenye social media. Huyu binti ameinuka tu from nowhere. Kumbe nimeshagusa maisha yake miaka nenda rudi. Huyu binti ana historia ya namna ya tofauti sana. Huyu binti anaitwa Nape. Huyu binti kwa kweli ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, social media, amekuwa ni binti wa tofauti sana. Nimeangalia mifumo ya social media, anatembea kwa ajili ya kusimama na mimi, akiwaambia watu habari hizi za maradhi yangu, akiwaambia watu hata wakati wa dhoruba hii ya kuchafuliwa kwangu kwamba nimefanya hiki ya ujenzi, nimefanya hivi katika maradhi, nilikuwa siumwi, ninaigiza. Huyu binti, mtu aliyenyanyuliwa na Mungu kwa ajili yako, aliyeandaliwa na Mungu kwa ajili yako, hatoki. Huwezi ukambandua kwa chochote, anabaki pale pale. Na nimekutolea mfano wa huyu binti, lakini wapo mamia na mamia, vijana na vijana, wachungaji na wachungaji, mabinti kwa mamama, waliopo kwenye mitandao ya kijamii na duniani kiujumla. Hawawezi kubanduliwa kuhusu imani niliyoijenga kwenye maisha yao. Wamesimama na mimi, hawajavurugwa na upepo wa mwovu shetani juu ya kusingizia kwamba ni mgonjwa, sio mgonjwa, si ilikuwa nafanyeje hivyo. Hayo maneno na rumors na propaganda za adui mwovu shetani hazikuwaondoa kwenye uwepo, hazikuwaondoa kwenye frequency ya kusimama na mimi, kwa maana hao ndio Bwana alionipa kwa ajili ya kusafiri kuelekea kwenye uponyaji mpaka hapa nilipofika. Leo tena narejea kuanza kuzungumza ujumbe wa kukujenga na kukuinua katika imani. Kwa hiyo watu hawa wametumiwa. Yupo binti mmoja anaitwa Queen, yuko pale, mwingine anaitwa Queen, amekesha mabarabarani, ananitafutia tiba, anaenda huku, bado amesimama na mimi hata wakati ambapo nilipokuwa niko strong, bado ameendelea kuwa nami. Wapo mabinti duniani, siwezi kuwataja, wapo mabara ya Ulaya, wakina mama mbalimbali, wengine siwezi kuwataja hapa. Wapo wakina mama mbalimbali waliosimama na mimi kwa namna yoyote katika nyakati zote. Ninajua ninawasiliana nao hapa, na mnanitazama mlioko hapa, najua ambao ninawasiliana na ninyi katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika, watu mbalimbali ambao mko pamoja na mimi, mnazungumza pamoja na mimi. Ni kwa sababu Mungu amewaleta kwangu kwa ajili ya kufanya mwili wa Kristo ujengwe, na ninyi ndio Mungu amenipa ili tuujenge mwili wa Kristo. Na ninyi mlionipa, Mungu alionipa ninyi, ndio Bwana amenituma kwenu ili tuifanye kazi yake mpaka kusudi la Mungu aliloliweka ndani yangu liweze kutimilizwa. Na kupitia ninyi litakapotimilizwa kusudi la Mungu ndani yangu na ndani yenu, kuna makusudi ya Mungu yanajengeka, na siku ya mwisho kuna taji ya uzima tutapokea. Kwa hiyo umenipigania maadui waumia, umenipa uzima na shetani analia. Umenipigania maadui waumia, umenipa uzima na shetani analia. Nilipoanguka ulininua wewe, nilipopotea. Naam. Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo upo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara Afrika. Mimi ni mtumwa wako, ni yule tena mwinjilisti Pascal Cassian. Katika siku ya leo tena Mungu amenipatia nafasi, nikiwa hapa nimeona ni vyema zaidi naweza kutumia nafasi hii kwa ajili ya kuzungumza na watu wote duniani kwa neema ya kujifunza. Lakini
Ninamshukuru Mungu sana wa mbinguni kwa kuendelea kunipa afya, kwa namna ambavyo nimeendelea kuimarika kama unavyoniona, kwa neema yake vile ambavyo Mungu amekutumia wewe mtazamaji wangu na wewe mfuatiliaji wangu na rafiki yangu leo katika mabara ya Ulaya na mabara ya Afrika. Mungu azidi kukubariki sana. Kiukweli kwangu hili ninamtukuza Mungu kwa sababu kila nyakati zinapokuja Mungu anajua namna gani ya kuzisolve pale kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa mimi pia nimekuwa nikimsikiliza sana Roho Mtakatifu kwa namna moja ama nyingine, ili kusudi kunjia gani ambayo anaweza kaniongoza kuweza kutoka kwenye dhoruba. Japokuwa katika kupambana katika mapambano haya ya siku za mwisho kwa watumishi, inahitaji skills ambazo zina uhitaji wa uelewa wa Roho Mtakatifu. Kama vile watu wengi walikuwa wanasema, mtumishi, kwa nini umekaa kimya, haujibu simu za watu wengine na tukikupigia upatikani? Ni kwa sababu tu uongozi wa Roho Mtakatifu ndio ulikuwa unanihitaji niweze kuwa busy na kutokupokea simu kutokana na usalama zaidi. Lakini tafsiri za watu ambao wamekuwa wachanga kiroho ndio imesababisha wakawa na maneno mengi sana ya kuongea kwenye social media. Kwa hiyo nizungumze tu kwamba katika nyakati za mwisho tunahitaji Roho wa Mungu sana tuongoze katika safari yetu hii tunayozidi kuendelea nayo. Mungu akubariki wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja na mimi. Asante sana. Sasa kabla tujaenda sana kwenda kujifunza katika dakika hizi chache, naomba tutumie muda huu kwa ajili ya kuomba. Tufunike macho tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru sana mahali ambapo watazamaji wangu wanaponitazama, katika jina la Yesu Kristo. Tunapoenda kujifunza neno lako na neema yako, basi nitumie kama chombo tena kupaza sauti kwa dakika chache hizi kile ambacho Bwana umeniandaa kwa ajili ya kusema na watu wako, basi kikaingie na kuweza kuweka muhuri kwa ajili ya kuwasogeza katika safari ya kuja kwako. Naamini Yesu utanitumia katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Sasa natamani leo tujifunze kitu kimoja ambacho kitajenga sana imani yako na kitazidi kukupatia mwanga wa ufahamu, ili kusudi safari yetu izidi kwenda mbali zaidi. Leo nataka tujifunze kuanzia katika msingi wa somo letu ambalo liko katika kitabu cha Kutoka 17 na ule mstari wa 8 mpaka 13. Biblia inazungumza katika kitabu cha Kutoka 17:8 mpaka 13. Biblia inasema hivyo mikono ya Musa ikachoka, wakachukua jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia Haruni na Hulu, wakashika mikono yake mmoja upande huu na mwingine upande huu, mikono yake ikapata nguvu hata jua lilipokuchwa. Ninarudia tena, andiko inasema hivyo mikono ya Musa ikachoka. Sikiliza, mikono ya Musa ikachoka. Maana yake Musa alikuwa na shughuli anaifanya kupitia mikono yake. Kulikuwa na nini basi? Alikuwa kwenye mlima, juu ya mlima amepiga magoti na anaomba. Kwa hiyo alikuwa anaombea wale maaskari wake upande wake waweze kushinda vita. Walikuwa wanapigana kule, lile jeshi lake walikuwa wanapigana kule na maadui. Kwa hiyo yeye kazi alikuwa anaifanya, alikuwa amenyanyua mikono kwa Mungu akiomba. Anapokuwa amenyanyua mikono, Biblia inaeleza kwamba walikuwa wakishinda maadui, wanakosa nguvu, wanapata nguvu hao watu wake, wanashinda. Sasa ikafika hatua, kwa sababu mapambano yale yaliendelea muda mrefu katika ule muda, na mikono yake sasa ikawa inachoka, hakuweza tena kunyanyua mikono Musa. Nataka nikuambie kwamba mikono ya Musa ilipochoka kuna jambo lilitendeka. Na kabla sijazungumzia hapa, kuna kitu nataka kujifunze. Kumbe ina maana kwamba watu wengi tumeshindwa kufanikisha mambo yetu kwa sababu tunatafuta kuvuka kwenda kwenye maisha mazuri kwa sababu tumeomba wiki moja, au kwa sababu tumeomba miezi miwili, au kwa sababu tumeomba mwaka mmoja. Kumbe Mungu ili akutoe mahali fulani ulipofungwa, kuna kitu kingine kinahusisha bidii. Kwa nini Musa ameanza kuomba maombi, lakini haya maombi ilimlazimisha nyanyue mikono yake juu? Kwa nini ilimlazimisha ichukue maombi? Kwamba vita inaendelea, ambapo aliposhusha mikono yake chini, wanajeshi wake walishindwa vita, wakapigwa, wakazidiwa nguvu. Maana yake mikono yake ameifanyaje? Ameishusha. Kwa nini? Mungu anatengeneza njia ngumu ya kututoa katika matatizo, kwamba tunahitajika kujifunza kumtegemea Mungu
hata kama amekawia, tuendelee kumtegemea Mungu. Kwa hiyo Musa aliendelea kuinyosha mikono mpaka mikono imechoka, na alipoona kuchoka Musa, mikono alipoishusha, Mungu aliacha kuwashikilia wale wanajeshi, walizidiwa nguvu. Akiipandisha mikono juu, akijikaza, anashinda, lile jeshi lake kule linapiga. Sasa kwa nini? Hiki ndicho ninachokufundisha, kwamba usiombe maombi ndani ya miaka miwili tu ukasema nimeomba sana mimi. Kuna watu unakutana nao wamekata tamaa na Mungu, wamekata tamaa katika maisha yao, wamekata tamaa lifestyle ya maisha yao, wanatafuta kazi wapate, wanafanya biashara hii, mambo yameharibika. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu anakitafuta kitu ndani yako, ujenge imani katikati ya dhoruba ngumu. Anakupa uzoefu wa kupigana, anakupa uimara, anakuimarisha. Kwa hiyo usiwe mtu wa kutaka jambo moja litendeke kwa wakati huo huo. Mungu sio hivyo. Mungu anaweza kukutendea jambo hilo kwa wakati huo unaotaka, kutokana na kile ambacho anachokitaka kwa muda huo. Lakini Mungu kumuomba na kuchukua muda mrefu haja kujibu, haina maana kwamba Mungu hajakusikia. Kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu tupitie mzunguko mrefu wa kusurvive kufikia ndoto zetu, kwa sababu kuna kitu anatujenga au anatuandaa. Anatuandaa ili tutakapofikia kwenye ule muujiza na utaka, tuwe tayari tumekuwa stable, tumekaa, tumekamilika vizuri. Kuna watu wanaomba magari lakini hawana uwezo wa kumudu huo muujiza wa magari, kwa sababu Mungu akiwatazama anajua kabisa nikimpa muujiza wa magari huyu hajajiandaa, anaweza kadharau watu. Sasa Mungu anachelewesha muujiza wa magari, unaendelea kuomba muda mrefu, akuchonge, akufanye uwe mnyenyekevu, ili ule muujiza atakapouachilia, kwa sababu muujiza wa Mungu hauna madhara. Yaani kuna muujiza unakawia kuja kwa sababu Mungu anajua haujakaa tayari kuupokea. Ile nyumba hajakupa ile nyumba kutokana na maombi yako, kutokana na mazingira gani? Kutokana na kitu kimoja ambacho nataka nikwambie. Unaweza ukawa umeomba muda mrefu unataka mke, lakini mazingira ya kuishi na yule mwanamke Mungu akiyatazama anayaona hayajakamilika. Huenda ukajikuta huko kwenye changamoto mkubwa zaidi, au ukafa kwa sababu ya yule mwanamke au yule mwanaume, au kwenye ile ndoa. Ndio Mungu anazuia ili usiingie katika ile ndoa. Kwa nini umepanga siku ya tarehe ya ndoa kwamba itakapofika, baada ya hapo hii tarehe tunaenda kufunga ndoa, hii tarehe nitaolewa, hii tarehe nitaoa? Unashangaa mambo yameharibikia njiani. Kwa nini? Mungu anaweza akazuia mambo kwa faida zako. Wakati wewe unalalamika unasema Mungu, mbona nimemuomba kila siku mambo yanaharibika? Sikiliza, kuna wakati mwingine Mungu anatujibu kwa mitazamo yake ya ndani zaidi. Kuna wakati mwingine Mungu anakuepusha. Kuna wakati Mungu anaona kabisa kwamba haujastahili bado, haujafaa bado kufika kwenye hiyo level. Kuna watu wamelazimisha kuingia katika mahusiano ya ndoa na matokeo yake kumekuwa na msiba. Wapo watu walikuwa na nguvu za kiroho, lakini walipoingia katika mahusiano ya ndoa tu, kwa sababu wamelazimisha, Mungu amezidi kuzuia, wao wakasema basi liwalo na liwe, nataka niolewe. Sikiliza, unawahi kuolewa au unawahi kuoa kwa sababu zipi? Sikiliza nikwambie, Mungu anataka uwe na muda mzuri wa kumsikiliza. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Kwa hiyo sikiliza, Musa anaomba. Anapoomba akinyanyua mikono hivi juu, ina maana jeshi lake linashinda. Akishusha mikono chini, jeshi lake linashinda. Sasa kitu kimoja kikatokea hapa. Tumejifunza hapo, kuna vitu vya kujifunza hapo. Sikiliza, wakatokea, anasema hapa, wakaja Haruni na Huru. Kuna Haruni na Huru wakashika mikono yake, mmoja upande huu na mwingine upande huu. Mikono yake ikapata nguvu hata juu mpaka kulipokusha. Maana yake wakaja Haruni na Huru wakaja kushika mikono yake huku, mwingine na mwingine huku, ili huyu Musa aendelee kuinyosha mikono yake, lile jeshi kule juu liendelee kupigana, lipate nguvu. Na hiyo mikono ni ishara ya imani, kwamba isiyochoka katika vita. Ni ishara ya nguvu ya imani ya maombi isiyochoka katika vita. Changamoto inayokuja katika dunia na dhoruba hii tulionayo, watu tunakata tamaa mapema sana kwenye safari ya maisha. Tunakata tamaa sana mapema kwenye maombi. Tunakata tamaa sana, tunakata tamaa. Kwa hiyo Mungu anatufundisha hapa, lazima tuendelee kuwa strong katikati ya vita inavyozidi kuwa inapamba moto. Jambo ambalo unatakiwa kulielewa, walikuja hawa wakamtegemeza, Haruni akaja kushika mikono. Sasa tunajifunza kitu hapa kingine. Kumbe Mungu katika safari hii ya ulimwengu,
Unapozaliwa, Mungu anajua utakachokipitia, anajua dhoruba utakayoipitia. Nataka nikwambie, utakiwi kuogopa kwamba kuna watu wamesema hivi watakuacha kwenye dhoruba. Kuna watu wamesema hivi ukiugua hatutakusaidia. Kuna watu wametangaza hivi ukipata matatizo tena hatutakusaidia. Maana wewe hutaki kuwa pamoja na sisi. Maana wewe hutaki kuwa upande wetu. Sasa ukiugua hatutakusaidia. Ama ukipata shida hatutakusaidia. Ukifiwa hatutakuja kwenye msiba. Hiyo isikutishe mtu wa Mungu. Ili mradi wewe unatakiwa kujua uko katika haki. Unaisaidia jamii, unajumuika na jamii, unaenda kwenye mambo ambayo ni mazuri zaidi. Lakini usitishwe na maneno ya watu yanayosema kwamba utakapopata changamoto watu fulani hawatakuja kwenye maisha yako, hawatakusaidia, hawatakupa msaada. Hiyo isikusumbue. Sikiliza, Mungu alipokuleta duniani alijua utapitia nini. Ana ramani zote za maisha yako mkononi mwako. Mungu wa mbinguni ana ramani zote za maisha yako. Ni lini utaingia kwenye jaribu, na hilo jaribu litatoka, litamalizika lini, utakufa kifo cha namna gani. Ramani zote Mungu anazijua. Hakuna mwanadamu anayejua, hata wewe mwenyewe hujui. Lakini Mungu anaijua ramani yako ya kuishi duniani, utapitia nini, utaenda wapi. Anajua ramani zote. Biblia inasema amehesabu mpaka hatua za miguu yako. Iweje kama Mungu huyu anahesabu mpaka hatua ya miguu yako, anahesabu hata kiwango cha nywele, yani na wingi wa nywele zilizopo kwenye kichwa chako. Wewe unajua nywele zako ziko ngapi kichwani? Lakini Mungu wa mbinguni anazijua nywele zako za kichwani ziko ngapi. Ndio, sasa huyu Mungu anayejua kila kitu kwenye maisha yako, kwa nini uogope kwamba watu hawatakusaidia? Sikiliza, Mungu ameshajua kuna watu gani ambao utakapopitia jaribu atawainua kwa wakati huo, na ndio majira hayo. Kuna watu wameshazaliwa duniani kwa sababu yako, kwa sababu ya jaribu utakalokuja kulipitia. Kuna watu wameshazaliwa duniani, wamekaa ofisini ambao watakaosaidia upate kazi. Kuna watu wamezaliwa duniani watakao kupitisha kwenda kwenye nafasi moja ya kazi. Kuna watu wamezaliwa duniani kwa ajili yako, kwenye changamoto zako watasimama na wewe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu anajua maisha yako, watu gani watasimama na wewe kukutegemeza wakati wa dhoruba. Mungu anajua watu gani atawainua. Mungu atatumia njia zote anazozijua. Yani ngoja nikwambie, usiteteleke, usihangaike, usipoteze focus kwa sababu ya watu fulani watajitenga na wewe. Usitake kuwafurahisha watu, usitake kuwafanya watu wafurahie ukamkosea Mungu na wewe ukafanya vitu nje na uwezo wako. Kufanya vitu nje na uwezo wako ni adhabu kiroho, ni adhabu pia, inakukomandi kisaikolojia, inakutumikisha, unakuwa mtumwa usiyejua. Watu wengi wamekuwa wakitamani kuwafurahisha watu kwa sababu wanasema nikifa nitazikwa na kanisa. Watu wengi wanaenda ibadani kwa sababu watakapokufa ili wasaidiwe, au watakapopata matatizo ili wasaidiwe. Nataka nikwambie, toa hizo mentality kichwani mwako. Fanya maisha yako kwa ajili ya makusudi ya Mungu yaliyoko ndani ya maisha yako. Usifanye maisha yako duniani, lifestyle yako, kwa sababu kuna watu unataka uwafurahishe, kuna watu unataka uwafanye wakuelewe, unataka ujieleweshe kwa watu, unataka watu wakupende. Hapana, fanya kutimiliza yaliyo mapenzi ya Mungu. Watu wanaosema hatutakuja kukusaidia, watu wanaosema hatutakuja kwenye msiba, watu wanaosema hatutakuja kwa ndugu zako, sikiliza, isikutishe. Mungu anajua ramani za maisha yako, na yeye ndio anayejua utakuja kuingia kwenye dhoruba gani. Ameshaandaa watu. Hao watu wewe mwenyewe huwajui. Nataka nikwambie, Mungu ameshawaandaa watu atakao wainua kwa ajili yako, na wewe utashangaa watakapotokea. Ngoja nikuelekeze kitu kimoja. Wakati nimepata dhoruba ya ajali ya gari,
Niliomba msaada makanisani kote. Changamoto iliyokuwepo, makanisa mengine mengi yaliituma barua, makanisa makubwa yakasema huyu ni mpinga Kristo kutokana na injili yake. Kwa sababu kumbuka nishakwambia ni miongoni mwa watumishi ambao ndio niliyesimama Tanzania kwa mara kwanza kuwa kinyume na injili zilizopotofu na kuzichambua kwa kina. Na ndio nimepokea uwito kwa mara kwanza Tanzania kuchambua injili kwenye social media na hadharani kwenye mikutano. Ndio maana kukawa na vita kubwa na mvutano mkubwa nikiitwa kwamba mimi ni mpinga Kristo. Kwa hiyo nilipopata dhoruba, zilipitishwa barua zikasambazwa kwamba Cassian haitajiki kupokea msaada wowote. Huyu ni mpinga Kristo, anaua kanisa. Ni mpinga Kristo aliyeinuka katika maandiko juu ya Tanzania. Kanisa la Tanzania linakufa kwa sababu ya Cassian. Kwa hiyo kwa muda huu Mungu amempa pigo kwa sababu anawasema vibaya manabii na mitume. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu anatakiwa afe, asipewe msaada. Sasa sikiliza vizuri, Mungu alitumia milango mingine. Ndio maana alitumia viongozi wa kina Magufuli, aliwatumia kina Makonda, aliwatumia viongozi wa serikali wengine ambao wasiomwamini Kristo kama sisi tunavyomwamini Kristo, wasio wa imani yangu. Aliwainua Waislamu, aliwainua wapagani, aliwainua watu wa duniani waliokuja kusimama na mimi. Kwa hiyo usiteteleke. Sikiliza, kuna baadhi makundi ya waimbaji yakazungumza kwamba huyu ni 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kwa hiyo kwa sababu nimejitenga katika vyama mbalimbali vya waimbaji, wakazungumza maneno mengi kwamba sasa hapa tunafanya nini? Sikiliza, Bwana aliinua milango mingine. Alijua wapi atainua watu kunisimamisha pale nilipo, ili mradi ujue wewe, je, uko na amani na watu wote, huwakosei watu, ufanye chochote ambacho kinatoka kwenye miemko yako. Hicho ndo kitu ambacho unatakiwa kuzingatia kwenye safari yako ya kiroho, ili Mungu akupiganie na kukuinulia milango katikati ya dhoruba zako. Kwa kilichotokea ni hivyo, mpaka Mungu akaninulia msaada wa kwenda kupatiwa matibabu wapi? Nchini India, katika awali wa dhoruba ya kwanza hiyo nimekueleza. Lakini katika dhoruba hii ambayo ulioiona ni dhoruba ya kuugua kwangu, ambayo imekuja kwa namna ya ajabu na kwa kasi, ambayo imewashangaza watu katika muda ambao unaendelea kuimalika na kwenda kuelekea kwenye hitimisho. Nisikilize mtu wa Mungu, kulikuwa na watu tayari wameshaweka vikao. Na ndio maana nilizima simu ili kumudhihirisha Mungu kwamba ana uwezo wa kufanya njia pasipo na njia. Ana uwezo wa kufungua milango pasipokuwa na milango. Nilikuwa tayari nimeshapewa maneno na watu wakasema, Cassian, utakapougua, ukipata matatizo, awamu hii hatutakusaidia, hatutakuwezesha, hatutakuja kwako. Baadhi ya vyama vya waimbaji na waimbaji wakasema Cassian hashirikiani na vyama, kwani vyama vya waimbaji haendi wapi, hajumuiki na sisi kwenye mahara fulani. Sikiliza nikwambie, kwa nilikuwa nimeshayafahamu yote hayo. Nikajua kabisa kwamba huu ndio muda ambapo hawa waimbaji wanategemea nipige magoti kwao, au hawa wachungaji wanategemea nipige magoti kwao, au hawa watu nipige magoti kwao, ili kusudi niwaombe msaada, wanisaidie, kwa maana tayari nimepatwa na matatizo na maradhi. Sikize mtu wa Mungu, nikasema sitaweza kuipaza sauti yangu kwa kuwapigia magoti au kuwaomba. Nitazungumza, atakayeguswa atafanya. Mungu amefanya mambo yale yanayoonekana katika ulimwengu wa roho. Unafahamu, Mungu ameinua watu duniani kwa namna isiyojulikana. Mungu amekutumia wewe hapo ulipo kunisaidia. Mungu amekutumia mama yangu hapo ulipo kuniombea. Mungu amekutumia wewe baba yangu hapo ulipo kuniinua. Umenisaidia kwa njia mbalimbali. Mungu amesema na wewe. Mungu alikuandaa kwa ajili yangu. Mungu aliandaa vijana kwa ajili yangu. Wapo watu mbalimbali. Kwa mfano, yupo binti mmoja ambaye nimtolee mfano. Huyu binti ambaye amenisurprise sana kwa muda mfupi. Yupo binti mmoja ambaye amekuwepo kwenye social media. Huyu binti ameinuka tu from nowhere. Kumbe nimeshagusa maisha yake miaka nenda rudi. Huyu binti ana historia ya namna ya tofauti sana. Huyu binti anaitwa Nape. Huyu binti kwa kweli ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, social media, amekuwa ni binti wa tofauti sana. Nimeangalia mifumo ya social media, anatembea kwa ajili ya kusimama na mimi, akiwaambia watu habari hizi za maradhi yangu, akiwaambia watu hata wakati wa dhoruba hii ya kuchafuliwa kwangu kwamba nimefanya hiki ya ujenzi, nimefanya hivi katika maradhi, nilikuwa siumwi, ninaigiza. Huyu binti, mtu aliyenyanyuliwa na Mungu kwa ajili yako, aliyeandaliwa na Mungu kwa ajili yako, hatoki
huwezi ukambandua kwa chochote, anabaki pale pale. Na nimekutolea mfano wa huyu binti, lakini wapo mamia na mamia, vijana na vijana, wachungaji na wachungaji, mabinti kwa mamama, waliopo kwenye mitandao ya kijamii na duniani kiujumla. Hawawezi kubanduliwa kuhusu imani niliyoijenga kwenye maisha yao. Wamesimama na mimi, hawajavurugwa na upepo wa mwovu shetani juu ya kusingizia kwamba ni mgonjwa, sio mgonjwa, sijui kuna fanyeje hivyo. Hayo maneno na rumors na propaganda za adui mwovu shetani hazikuwaondoa kwenye uwepo, hazikuwaondoa kwenye frequency ya kusimama na mimi, kwa maana hao ndio Bwana alionipa kwa ajili ya kusafiri kuelekea kwenye uponyaji mpaka hapa nilipofika. Leo tena narejea kuanza kuzungumza ujumbe wa kukujenga na kukuinua katika imani. Kwa hiyo watu hawa wametumiwa. Yupo binti mmoja anaitwa Queen, yuko pale, mwingine anaitwa Queen, amekesha mabarabarani, ananitafutia tiba, anaenda huku, bado amesimama na mimi hata wakati ambapo nilipokuwa niko strong, bado ameendelea kuwa nami. Wapo mabinti duniani siwezi kuwataja, wapo mabara ya Ulaya, wakina mama mbalimbali, wengine siwezi kuwataja hapa. Wapo wakina mama mbalimbali waliosimama na mimi kwa namna yoyote katika nyakati zote. Ninajua ninawasiliana nao hapa, na mnanitazama mlioko hapa, najua ambao ninawasiliana na ninyi katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika, watu mbalimbali ambao mko pamoja na mimi, mnazungumza pamoja na mimi. Ni kwa sababu Mungu amewaleta kwangu kwa ajili ya kufanya mwili wa Kristo ujengwe, na ninyi ndio Mungu amenipa ili tuujenge mwili wa Kristo. Na ninyi mlionipa, Mungu alionipa ninyi, ndio Bwana amenituma kwenu ili tuifanye kazi yake mpaka kusudi la Mungu aliloliweka ndani yangu liweze kutimilizwa. Na kupitia ninyi litakapotimilizwa kusudi la Mungu ndani yangu na ndani yenu, kuna makusudi ya Mungu yanajengeka, na siku ya mwisho kuna taji ya uzima tutapokea. Kwa hiyo watu wa Mungu, nataka nikwambie, kila mmoja ambaye atapitia dhoruba katika dunia hii, usiogope. Bwana atakuinulia watu, Bwana atakuinulia marafiki, Bwana atakuinulia waombaji. Wewe utakuwa umekosa nguvu ya kuomba. Musa alikosa nguvu ya kuomba, nguvu zikamuishia. Musa huyu alipokosa nguvu za kuomba, jeshi lilianza kupigwa, maadui walipata nguvu. Nisikilize nikwambie, Bwana alimuinulia Haruni na Huru, wakaja kumsaidia kuomba. Mikono ile ilikuwa inamaanisha nguvu ya Musa ya kuomba. Ili hata katika maradhi yangu haya sikuwa na nguvu ya kuomba. Nimekuwa kitandani, nimekuwa nikipambana na maradhi, nikizunguka kutafuta tiba, hata mpaka shetani anajua nilivyopambana, anajua maombi. Kuna wachungaji walikuja pale nyumbani, ibada zilifanyika pale, makanisa mbalimbali, Waislamu walipita pale, watu wapagani walikuja pale nyumbani, ambapo wamechukua video, wale ambao wamekuja pale kutengeneza rumors za ajabu za kishetani walikuja pale. Sikiza mtu wa Mungu, nataka nikuambie kwamba hapo ndipo kulifanyika kwa ibada sehemu mbalimbali. Watu walikuja kuomba, waliomba, watu walibadilishwa kupitia pia hiyo situation. Mungu alikuwa anatafuta watu pale, ikawa ni ibada pale. Kwa Mungu anaporuhusu changamoto yoyote, ujue Mungu pia ana sababu zake ndani yake. Anaweza akachelewesha, Mungu ana kitu kiko ndani yake. Nataka tujifunze katika hili. Kwa hiyo usiogope, Bwana atakuinulia watu. Usiogope ya kwamba huyu nisipoendana naye kwenye club, huyu nisipotembea naye mahala fulani, mimi nitakuwa kwenye maisha magumu. Sikiliza, usisumbukie ya kesho. Fanya kwa Bwana muda huu. Wakati wa sala na wokovu ni muda huu. Wakati wa kila kitu ni muda huu, ili Bwana masaa yanayokuja anayajua, atakutengenezea miujiza. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Wewe unaoogopa, umejiunga na watu wasiokuwa sahihi kwa sababu ya hofu ya kutengwa na jamii. Hapana, usiogope. Mimi ni jeshi la mtu mmoja, lakini najua nyuma yangu nina watu maelfu na maelfu ninaosimama nao duniani. Nimebadilisha imani za watu wengi, najua kwa neema ya Kristo. Sasa nataka nikwambie, usiogope. Ishi kama vile kusudi la Mungu lilivyo ndani yako. Ishi
Bwana ana watu wake. Bwana atakutoa mahala ulipokwama. Bado majira tu, endelea kumtegemea Mungu. Usiogope yule rafiki yako aliyekutenga. Usiogope yule mke wako aliyekukimbia. Usiogope yule mwanaume aliyekuacha. Usiogope yule mchumba aliyekukataa. Usiogope kuwa hapo lipo, kunako sababu Bwana anakupeleka mahali fulani. Na Bwana atakapokutoa hapo, kuna ushindi utauona. Utainuka katika shida ambayo imekukalia, dhoruba iliyokalia hapo. Na watu wanasema hautoki hapo bila sisi. Usitishwe na maneno hayo. Hakuna mwenye hatima ya mtu hapa duniani. Kila mtu hatima yake iko mikononi mwa Mungu. Hata kama utatembea usiku kucha katika giza la muda mrefu, Bwana atafanya njia katikati ya nyakati zake. Usiteteleke, usiyumbishwe. Lakini ngoja nikwambie, wakati wa kutoka kwenye dhoruba yako kuna hitaji uvumilivu, kuna hitaji bidii, kuna hitaji uaminifu, kuna hitaji elimu ya kiroho, kuna hitaji kukaa na Mungu vizuri. Kwa nini? Wakati wa kutoka kwenye dhoruba huwa sio jambo jepesi, ni jambo zito, ni mapambano. Ndio maana wakati wa pambano la Musa anaomba, akachoka. Vita iliendelea kuwa ndefu. Haikuwa tu ya dakika moja anyanyue risali moja ashushe mikono. Hapana, ilikuwa ni pambano, lilichukua muda mrefu. Kwa hiyo hata wewe unapambana kutoka kwenye uchumi, unapambana kutoka kwenye maisha magumu, unapambana kutoka kwenye jaribu fulani, unapambana kutoka kwenye maradhi, unapambana kutoka kwenye kudharauliwa, unapambana kutoka kwenye utumwa. Nataka nikwambie, usizani hapo utavuka rahisi. Hapana, shetani huwa sio mtu wa kukubali mapema. Shetani ana tabia ya kupambana kila siku, kuwa na mbinu mpya ya kuhakikisha kwamba anakurudisha kwenye mikono yake. Mtu wa Mungu, baki kwenye msingi imara. Mwambie shetani, namjua mtetezi wangu yu hai, atanifanyia njia pasipo na njia, ataniletea watu, atanifanyia hiki, ataninulia watu. Bwana atakuinulia watu kama alivyoniinulia mimi. Bwana naenda kuombea akakuinulia watu. Kama alivyonifanyia surprise mimi, Bwana akakufanyia surprise. Kama alivyoendelea kunitendea mimi, Bwana akushike kwa mkono wako. Na ninasema kwa kila mmoja ambaye amesimama pamoja na mimi katika safari yangu hii ya kiroho, amesimama pamoja na mimi katika mapito haya, Bwana akakukumbuke, Bwana akakuongezee. Na wewe ambaye unaendelea kusimama na pamoja na mimi kupitia hizo namba za simu zinazopita kwa ajili ya kuijenga hii afya yangu na kuirejesha na kurejea katika madhabahu kwa kasi hii ambayo naendelea nayo sasa, nimeanza kurejea katika safari hii ya kumtumikia Mungu. Ni wewe hapo, basi ninakusihi utabarikiwa. Fanya hivyo, usichoke. Nataka nikuambie jambo jingine la mwisho. Unajua, kuna watu wanadhani kuwa kutoa, unapotoa katika kweli ya Bwana, unapotoa mahara sahihi, wanadhani kuwa wanapoteza. Nataka nikwambie, kupitia namba hizo tunazoziweka hapo ama ninazoziweka hapo, ni namba ambazo zina uhitaji imani yako na uhiari wako. Unajua, kwenye madhabahu za uongo ndizo utagundua kuwa hapa ni madhabahu ya kishetani. Hizo ukigundua, ukitoa mahala hapo, manake unaenda kumsaidia shetani. Lakini unapotoa hapo, unatengeneza communication yako na Mungu. Unatengeneza mahusiano yako na Mungu. Haimaanishi kwamba kutoa ni sehemu ya kukufanya Mungu akutazame zaidi. Mungu haongwi kwa chochote. Kwa hiyo unapofanya hivi, ni moja ya tendo linalokusogeza kuwa na uwiano mzuri na Mungu, kwa sababu moyo uliopondeka ni ule ambao unaweza kusupport kazi ya Mungu. Kuna baraka za kuwasaidia watu wa Mungu, kuna baraka za kusimama na watumishi wa Mungu, kuna baraka za kusimama na watu sahihi kwenye maisha yako. Unaposimama na watu sahihi kwenye maisha yako, ndivyo hivyo Bwana ataleta vitu sahihi kwenye maisha yako, ataleta baraka sahihi kwenye maisha yako. Unaposimama na wazazi wako kuwasaidia, kuna baraka za kusimama na wazazi wako. Unaposimama kusaidia dada zako, kuna baraka za kutoka kwa dada zako. Unaposimama na damu yako kuwasaidia, kuna baraka zinazotokana na ukoo wako. Kuna baraka. Lakini pia unaposimama kusaidia kazi ya Mungu, pia kuna package ya baraka zake tofauti na zile ambazo ungesimama na watu. Kwa hiyo jifunze kuwa
Kila sehemu ya sadaka, kila sehemu ya kujitoa kuna baraka zake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaposaidia hii huduma, unaponisaidia mimi, unaposhikamana na mimi, unapotoa sadaka yako, unapopambana kwa ajili ya mimi, nataka nikwambie mtu wa Mungu, Bwana atasimama na wewe. Usiumbishwe na watu, usihangaike na watu. Kile ambacho unasikia kutoka moyoni, simama, maana ndiko tuko katika uijenga safari ya Kristo. Maana yake ni nini? Sisi ambao tuko katika safari hii ya kwenda mbinguni, tunategemea kushikamana, tunategemeana kutiana moyo, na baraka za Mungu zitaendelea kumiminika juu yetu kwa neema ya Kristo. Ninatamani sana mtu wa Mungu uwe na imani thabiti katika nyakati hizi tulizo nazo. Ni nyakati za mwisho, lakini neno langu hili la mwisho nalirudia: usiogope. Bwana atakuinulia watu, Bwana atakuinulia marafiki. Mungu awabariki wote mliosimama kwenye mitandao ya kijamii. Mungu awabariki wote wachungaji kule Marekani, kule Ulaya, Afrika, Tanzania, Uganda, Kongo, watu wa kina mama wa Kongo pale Kongo. Mungu awabariki sana Kongo. Kuna watu wengi sana pale Kongo, lakini wapo akina mama na kina baba vijana pale Marekani, kina mama pale Marekani ni mamia na mamia. Unajua huduma yangu mabara inatazamwa sana na mabara ya Ulaya kwa sehemu moja kubwa. Ukisema kutazama katika statement za channel ya YouTube yangu, utakuja kugundua kwamba sehemu kubwa ninapofuatiliwa sana ni mabara ya Ulaya, na huduma yangu hii imekita mizizi sana mabara ya Ulaya hapo. Mungu awabariki sana mliosimama pamoja na mimi, mlioniombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana atawakumbuka, hatawaacha kama mlivyo. Na ninataka niwatangazie mkono wa Bwana kila mtu ambaye aliyegusa kwa namna yake, kwa nafasi yoyote, na vile ambavyo Bwana bado anazidi kukutumia kuhusiana na mimi. Bwana atazidi kukubariki, Bwana atakukumbuka. Natamani nikuombee sasa wewe ambaye unaendelea kusapoti maisha yangu kuimarika na kusapoti afya yangu katika hali ya kuendelea kuimarika nikiwa katika hapa nyumbani. Natamani sasa nipate kukuombea mahali pale ulipo. Funika macho yako nipate kukupatia baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, asante Mfalme kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mtumishi wako nimemaliza kusema neno lako kuwatia moyo watu hawa ya kwamba wasiogope, ya kwamba adui wasipoambatana naye watakosa msaada. Bwana, naomba ukawainulie watu. Kuna mama hapa amezalauliwa, kuna mama ametengwa, kuna mama amekataliwa, yuko peke yake. Bwana, nenda kafanye njia pasipo na njia. Asante Mfalme kwa sababu unaenda kuwainulia watu, utawategemeza katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Na kila mmoja atakayesimama pamoja na mimi kwa njia sadaka yake, kwa njia namna yoyote ile, na wale wote waliosimama pamoja nami, Bwana kawakumbuke. Ninaamini Yesu umesikia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Asante sana. Na ninatangaza kusema kwamba kuna jambo moja nataka nitangaze hivi. Nitakuwa tayari tena sasa kuanza kurejea katika upande wa Injili, na kuja sasa tayari kurejea katika upande wa Injili. Narudi tena madhabahuni, narejea tena katika channel yangu hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Narudi kwa nguvu mpya. Kuna mafunuo na mafundisho mapya yatakao kufundisha na kukuamsha. Lakini neno langu la mwisho kabisa ambalo nisisahau liko hapa. Unapowaona watu ambao ninazidi kuambatana nao, kuna watu fulani wanajiuliza maswali. Mtumishi, mbona siku hizi unaambatana na watu ambao wamevaa mapambo, unaambatana na watu ambao wamevaa mawigi, unaambatana na watu ambao wamevaa suruali, unaambatana na watu ambao wasiji wanafanya hiki, wako kinyume na imani kabisa. Hivi na hivi. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, katika safari ya utumishi tunahitaji hekima sana. Unatakiwa wewe unaujua ukweli. Unawezaje kuwasaidia hawa watu? Unapowasaidia, kuna wakati mwingine, sio desturi yangu, kuna wakati mwingine inakulazimisha ukae karibu na hawa watu ili uwajenge, uwabadilishe. Kwa hiyo si kila mtu ambaye nimeambatana naye ameenda kinyume na neno la Mungu. Nimeshakwambia hivi, nazidi kusisitiza kwa uelewa wako upate kuelewa.